Karibuni tena katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachojia kulishana makanisa moja. Makao makuu pale Dallas, Texas, kanisa lipo pale ulipo kimtandao. Kipindi ni Bible Study, na kwa siku ile basi ni sehemu pili ya kipindi ambacho masomo tulianza wiki jana. Title ikiwa ni chakula cha Bwana, umuhimu wa meza ya chakula cha Bwana. Sehemu ya kwanza kufundishwa na mtumishi wa Mungu Dr. Jerry Mgwamba kutoka pale Umoja Houston. Na katika yale ambayo tufundisha, najaribu kurudi katika mstari wa haraka pale ili aingie moja kwa moja katika sehemu ya pili. Tulifundishwa umuhimu wa chakula cha Bwana. Ilikuwa ni moja kati ya vitu vya mwanzo kabisa, na alizungumza kwamba hilo ni fumbo la imani. Akasema kwamba kuna vitu viwili, kuna sakramenti na kulikuwa kuna aina za sakramenti. Katika aina za sakramenti alisema kwamba ziko mbili, ubatizo na meza ya Bwana ambayo iko ni title ya kipindi chetu. Lakini vile vile kuna wale ambao wanasema kwamba sakramenti ziko 7 katika imani yetu ya wenzetu wa Katoliki. Alifundisha vile kwamba kuna utata katika chakula cha Bwana kwa maana ya mabadiliko ya mkate na vinyo, na akasema vile vile mifano mingine kuhusu kula chakula cha Bwana katika mifano ambayo tulikuwa tumeweza kutoa. Alisimama na Yohana 6:32 mpaka 52, na alisimama tena na Yohana 6:6 kama mstari wa 60 na 66 katika masomo yake. Sasa basi katika sehemu ya pili ya Bible Study siku leo, na nimkaribishe moja kwa moja ataingia kufungua kwa sala ya jioni, na then ataingia moja kwa moja katika sehemu ya pili na ya mwisho ya somo letu la chakula cha Bwana. Profesa Jerry Mgwamba, karibu tena katika kipindi chako cha Bible Study cha Church. Amen. Shalom wapendwa. Shalom. Basi tumshukuru Mungu. Mtakatifu Mungu Baba, Mwana na Roho. Tunaendelea kushukuru kwa ajili ya wema, rehema na fadhili zako katika maisha ya kila mmoja wetu. Tunatambua juu ya ulinzi wako, umetulinda, unatutunza. Tunakushukuru pia kutukirimia siku na wasaa huu wa kuweza kukusanyika na kukaa pamoja katika kutafakari mambo yako. Tunaitia Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi ili aweze kuelekeza akili na fahamu zetu na mioyo yetu ipate kuelekea wewe. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu uanze na kumaliza pamoja nasi. Amen. Basi naona somo letu leo limeangukia katika sehemu pia muhimu, yani katika siku ile ambayo ndio liliagizwa au lilianzishwa. Wale wanaofuata kalenda za kanisa, leo ni Mount Thursday. Yani katika Holy Week, juma takatifu, kuna kitu kinaitwa Easter Triduum. Maana yake kuna siku 3 za muhimu sana katika juma takatifu. Sasa siku hizo 3 zinaanzia katika hiyo Mount Thursday, yani Alhamisi hiyo, na kwenda kupata kilele chake katika Easter Sunday, ile siku ya Jumapili ambayo ni siku ya ufufuko. Kwa hiyo leo ni siku muhimu, siku ambayo kwa kweli hili tendo au jambo tunalozungumzia ndiyo lilipata uanzilishi wake. Kwa hiyo nimesema kwa kweli limekuja katika namna ya pekee. Ingawa mara wengine huwa hatuioni umuhimu wa siku hizi, lakini siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa na Jumapili ni siku muhimu katika juma takatifu, siku za wakati huu wa Easter. Kwa hiyo we are on Mount Thursday. Ni jambo muhimu kabisa. Mara ya mwisho tulipokuwa tukizungumza, nadhani nilielezea zaidi, nilisimama mahali pale pakula. Sasa kabla ya kufika hapo mahali pakula ambapo ndio nilisimama, lakini nilitoa katika utangulizi wangu ya kwamba katika somo hili tunachoangalia kwanza ni ile kichwa chetu, kwamba tunazungumzia habari ya chakula cha meza ya Bwana. Ikawa nikasema kuna mambo 3 makubwa tutakuwa tukiangalia. Jambo la kwanza, kwamba hii chakula cha meza ya Bwana ni nini. Sasa kwa kuwa hatuna muda wa kutosha, nitakwenda tunagusia kama nilivyogusia mwanzo. Tulitaja kwamba hiki chakula cha Bwana
kinatambuliwa kama sacrament, kama wajina mtangulizi hapa wa kipindi alivyojaribu kutuingiza sacrament, na ametujaribu kututajia kuna sacrament. Wengine katika mfumo wa kanisa wanang'ang'ana kwenye sacrament ya aina mbili, lakini kuna wengine hasa kanisa la Catholic, Roman Catholic, sote ni Catholic, maana yake Catholic ni kanisa la ulimwengu mzima. Sasa ni Roman na sisi wengine Protestants au Lutheran na kadhalika. Wenzetu wa Katoliki kwa maana ya Roman, wao wana sakramenti 7. Kwa hiyo hatukuingia huko, lakini tulitaka kujua kwanza kwa pamoja, kutambua kwamba hiki chakula cha Bwana ni sakramenti. Wazo au jambo lingine litaka tuingie kwenye ufahamu sakramenti ni nini. Ni kitu wakati mwingine hatukielewi. Sakramenti, tunaposema sakramenti ni kitu gani? Kwa hiyo kwanza nilitaja ili tuite kitu au jambo ni sakramenti, kwamba hilo jambo ni lazima liwe limeagizwa na Bwana Yesu, kwamba linatakiwa lifanyike, waamini wafuasi wake walifanye hilo jambo. Kwa hiyo anatoa kama agizo, na katika agizo hilo linakuwa linashirikisha viombo fulani au vitu fulani vya kimwili vinatumika katika hilo agizo. Kwa maana tukasema kwamba kama katika ubatizo maji yanatumika, ingawa nako huwa kuna utata wake, maji kiasi gani, maji yao ya mto, maji yanayokwenda, yaliyosimama, huko nako kuna nani zake. Na huku kwenye chakula cha meza ya Bwana ya sacrament, vitu vinavyotumika ndio ile mkate na divai. Hivyo ndio vitu vinatumika. Kwa hiyo vinatumika hivyo, kwanza ni agizo, vitu vya kimwili, alafu neno la Bwana, yani neno lake linatumika katika hiyo. Vinapokusanyika vitu hivyo na vikapata baraka, ndipo pale hilo tendo au jambo linaitwa ni sacrament. Sasa labda tutaje hata hivyo. Sasa tumeelezwa kwamba ili iwe sakramenti ndio hivi. Labda kuna swali lingine, maana bahati mbaya tunakwenda katika vipindi vyetu haraka kutokana na muda. Kwa hiyo hasa ukisema sakramenti pamoja ni agizo na hivyo, ina nini? What is the efficacy? Yani ni kitu, umuhimu wake hasa ni kitu gani hasa hivi, hata kama inaitwa ni sakramenti na kwamba limeagizwa na hivyo vitu vinatumika, neno la Mungu, ina manufaa gani yani? Katika sacrament, najaribu kufupisha tu kwa jumla ili angalau tupate mwanga tunavyokwenda pamoja. Katika sacrament inadaiwa kwamba Mungu ndipo mahali ambapo huachilia neema yake iweze kuunganika na kumuingia mwanadamu na kujiunganisha au kumuunganisha mtu na Yesu Kristo. Yani hilo tendo la sacrament, pale neema ya Mungu inatolewa au Mungu anaachilia neema yake, hiyo neema imsababishe mwanadamu kumuunganisha huyu mtu katika maisha yake ya kimwili na kiroho, aunganike pamoja na Yesu Kristo. Hiyo ndiyo neema. Kwa hiyo ndiyo kazi kubwa hapo. Sasa pengine ilitaka tufafanuliane, lakini tukate hapo. Sasa nilitaja siku ile kwamba ya kwanza ni hilo la kufafanua hii chakula cha Bwana kitu gani. La pili ilikuwa tuingie katika utata wa chakula. Yani hasa katika utata huu wa chakula cha Bwana kuna issue au jambo la mabadiliko. Yani jinsi ya kuwa mkate na divai. Maana Bwana anasema mtumie hii mwili huu mkate na hii mvinyo ni mwili na damu yangu. Sasa hapa niliweka kidogo kwamba Mafarisayo wenzetu walipata shida sana ya kumuelewa Bwana Yesu alipokuwa akielezea jambo hilo la watu kula mwili wake. Yani mtu ni lazima amle yeye.
ndipo awe na uzima, maana yeye Yesu ndiye uzima. Sasa kama wale Mafarisayo ilivyokuwa vigumu kuelewa, na ndipo tulisoma na mistari mpaka watu wakakwazika wakarudi nyuma, ule ugumu sidhani kama umekwisha. Umekuwepo, upo, na bado unaendelea kuwepo katika baadhi ya watu, maana ni kitendawili. Na tumesema hili ni fumbo la imani. Fumbo la imani kulielewa sawasawa si kitu rahisi, maana upande wa pili wake linagusa katika mambo ya kiroho au ulimwengu wa roho. Jambo hilo linafanya kazi kweli kimwili, lakini misingi na utendaji wake uko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa si rahisi kulielewa. Hivyo Mafarisayo hawakumuelewa Yesu. Kwa kweli walikuja walipatikizana, na baadaye watu wengine wakarudi nyuma. Lakini Yesu amekuwa persistent, ameendelea kukazia katika mafundisho yake akisema yeye ndiye uzima, yeye ndiyo chakula cha uzima. Sehemu mbalimbali kama tungeweza kufuata, tutamsikia Yesu akisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Sasa yeye anasema yeye chakula cha uzima ndicho hicho. Sasa tuligusa au tulisimama siku ile kwenye mahali hapo pa chakula, umuhimu wa chakula. Tumesema ya kwamba chakula ni kitu kilicho muhimu katika maisha ya viumbe au wanadamu, wanyama, lakini viumbe vinavyoishi vinahitaji kula. Hata tabia za watu zinashikwa katika mfumo huu wa chakula pia. Nilielezea mara nyingine hata chakula kinavyoweza kusababisha watu kutokwenda sawasawa, au kaweza kugundua tabia ya mtu kutokana na mambo ya kula. Sasa Yesu anashikilia kwamba lazima watu wa ule mwili wake au waamini wale mwili wake. Sasa haikuwa bahati mbaya anapotoa lile agizo katika siku kama hii miaka 2000 na kitu iliyopita. Hakusema hakukosea, au labda waandishi waliandika kwa bahati mbaya kwamba maneno yake anasema in quotes, huu ndiyo mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Hakusema huu ndio mfano wa mwili wangu, yani anapoinua mkate aseme huu mkate ni mfano wa mwili wangu. Hatumii neno hilo kwamba huu mkate ni kama mfano. Anasema huu ni. Kwa hiyo hapo katika lugha ni lazima tujue, yani ana hakika huo mkate vile unavyouona huo ni mwili wake. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo, hata kama litatusumbua katika akili zetu, lazima tufike mahali tulikubali kuweza kuelewa, au tukubali Bwana atufunulie katika kupata ufahamu kwa nini Yesu asema huu ni mwili wangu. Hajakosea lugha kwamba huu ni mfano wa mwili wangu, huu ni kama mwili wangu. Huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu, ndio maneno anayotumia. Sasa nilisema pale, kwa hiyo tudili na hii utata wa hiyo kwamba sasa mkate ni mwili na mvinyo au divai ni damu. Kwa kweli hilo swali litakuwa lina kiki ndani na kutoka kwenda mahali fulani tutajiridhisha, tunasema tunaelewa vizuri, mahali pengine mashaka au wasiwasi au kufikiri kunaendelea kutuingia. Na jambo la tatu ilikuwa katika ule mwanzo nilivyotajia pale kwamba jambo la tatu ilikuwa ni kukaa kuona manufaa na umuhimu wa nguvu za sakramenti au ya sakramenti. Sasa niliwataja mababa wawili wanaotujaribu kutuelekezea kwamba katika sakramenti ndiko kuna uhai, kuna uzima. Kwa hiyo hawa wanapotaja wanajaribu kuelewa maneno ya Yesu kwamba kwa kuwa anasema huu ni mwili wake, na alikazania kwamba mle jamani mwili na damu yangu, ingawa hakuelewa
Basi ilifika mahali Yesu akaona, maana watu wanajiuliza sasa mwili wake tutaulaje? Tutamkata tumle nyama, tukate vipande pande? Kumbe Mungu au Yesu katika ulimwengu wake wa roho alijua jinsi ya kufanya ule mwili wake upate kuliwa, na alijua ataufanya mwili wake katika mkate na damu yake katika divai au katika mvinyo. Yeye ndio anayejua. Sasa hapa nitaka tuulizane swali moja. Do we believe in miracles? Tunaamini juu ya miujiza? Labda tuwe kitoe. Sasa tuwe huru wapendwa. Sio tuliopo hapa tunaamini habari ya miujiza? Naomba tuongee kidogo. Anaweza aseme tunaamini? Mpendwa unanisikiliza, unaamini juu ya miujiza? Ndio. Ndio. Tunaamini sana tu. Yes. Amen. Na mimi nilijua hivi kabisa. Hai. Tunaamini juu ya miujiza, lakini wakati mwingine hatuielewi sawa sawa. Miujiza hasa ni kitu gani? Muujiza kwa kweli ni mambo ya ajabu, mambo ambayo yanaleta matokeo katika maisha ya mwanadamu, lakini utokeaji wake sio katika hali ya kawaida ya mtindo wa maisha ambao Mungu au wanadamu waliuelewa au wanauelewa na kuendelea nao, kama ni scientific au physics au principles za laws mbalimbali, zinaondoka katika utamaduni au mtindo huo. Hapo mascientists nao huwa wanafanya miujiza. Kwa mfano scientist anapojenga daraja, kwa kweli huwa nao ni muujiza. Anapolijenga daraja, nilimuona shemeji yangu tulikuwa nayo kule Ujerumani akifanya PhD yake kwenye mambo ya engineering. Sasa anakuja pale nyumbani na vyuma vidogo vidogo, anakaa navyo kwenye meza hapo, anaweka na test kwamba vibration, anasema hapa kwa hiyo daraja hili tutapolijenga linakuwa mto, ile daraja litakuwa na urefu kadhaa. Anajaribu kunielezea mimi, kama mimi ni maamuma simuelewi, ila anasema kwa ajili ya huu urefu tutakuwa daraja, alafu kutakuwa na mitikisiko, yani magari, watu, vitu vitavupika yanatoa mtikisiko pale, ili daraja liweze kuhimili ule mitikisiko itakayopita juu yake. Kwa hiyo yeye anafanya huo muujiza wa kulitengeneza ile, kwamba wakishamaliza anafanya experiment zake tayari, wakienda wakilijenga lile daraja kule ndiyo hivyo, kama limefuata hizo vipimo, kwa kweli itapita magari au malori ya tani ngapi, yeye tayari anajua kwamba unless muexceed hivyo vipimo walivyokuwa wameweka, hata zikija dhoruba za kiasi gani, anasema himili yake itakuwa imekaa sasa. Kwa hiyo scientist anaelewa anavyotengeneza jambo, lakini kwa watu kikawaida linakuwa ni jambo la ajabu. Hali kadhalika katika uponyaji. Sasa tukienda kwa waganga, wanaelewa pengine kutokana na drug au vitu fulani, kwamba tukitoa dawa hii na dawa hii tukichanganya, kwamba hizi labda hii inakuja ina dissolve, au unakwenda unachomelea hii, vitu vinakuingia kwenye badiliko, vinageuka, hii inakuwa sumu, hii inakuwa dawa. Kwa hiyo wao wanajua hayo. Tunajua sisi katika ulimwengu wetu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa roho, Mungu naye anayo sayansi yake, spiritual roho zake zinapofanya kazi. Ndio maana sasa linapofanyika jambo ambalo sasa limetoka katika upeo wa utamaduni wa utendaji wetu, kwamba sasa hilo, kwamba divine, Mungu anaingilia katika huo utendaji, kuna nguvu za Mungu au utendaji wa Mungu. Jambo hilo linapotendeka hivyo, ambalo sasa kibinadamu huwezi kulielezea limefanyikaje, hapo ndio tunaita sasa huo ni muujiza au ajabu. Chukua sasa muujiza wa aina yoyote, kama mama alivyoshika
gauni la Bwana Yesu au pindo wa vazi lake, kugusa tu kwamba sasa mabadiliko yamegeuka katika mwili wake. Sasa hapa karibuni nilikuwa nawaelezea hapa, nilikuwa nafundisha habari ya wateule, the chosen ones, hapa kwenye kanisa letu. Ni kwenda karibu mwezi na zaidi nikielezea habari ya chosen ones, na moja nilikuwa nazungumzia baraka au zawadi tunapata sisi kama chosen, watu tulioteuliwa na Mungu. Kuna gift anatupa, nyingine moja ni gift of protection. Mungu anatuprotect kwa namna ya ajabu. Hata pale anasema hata katika vitu vya kawaida, katika maradhi anasema, lakini hata katika maadui anasema basi kila silaha itakayofanyika au itakayoinuka haitafanikiwa. Sasa alidaja pale hizo silaha tungetaka kudefine, sijui tungezifikia wapi. Included akaweka kwamba hata kila ulimi utakayoinuka. Ulimi nao ni silaha, yani maneno ni silaha, na maneno yanaumba, maneno hutengeneza. Sasa nilipokuwa nikiwaeleza katika protection, Mungu anapotu protect kwenye anatuprotect hata katika wachawi. Sasa nilichukua deliberate juu ya wachawi. Wachawi wenzetu wana ujanja kidogo au wana ufahamu kidogo unaotupita wengi wetu. Wao wanakwenda wakati mwingine kuingia kwenye spiritual realm. Hii ni mambo ya spiritual realm. Kule kuna nguvu, energy zinazofanya kazi. Sasa wale wanafunguliwa, na hata sisi kama tungepata nafasi ya kufunguliwa katika ulimwengu wa roho, tungeweza kujua hayo mambo yanafanyaje. Kwa hiyo wao wanaweza kucapture au kushika zile nguvu, hizo energy zinazotembea katika spiritual realm. Wale wanaweza kuishika ile nguvu, na alafu anaweza anaituma kwa nguvu ya neno. Maana yake anaifanyia manuizo kwamba hili jambo hili pengine alikusudia kwa huyu Hamadi au labda sijui mtu, jina anataja na jina. Kwa hiyo pale anafungamanisha ile nguvu, inakwenda kupiga kwa kule mtu. Sasa uzuri wetu sisi, how we are protected, tungejua tusingekuwa na hofu kabisa ya kuogopa wachawi, kwa sababu sasa sisi katika hizo energy kuna vibration, yani na tuite nini, utupaji wa miali. Sasa inatupwa ni kama radio au miali hii pengine hata ya kompyuta, ya simu, inapotupwa ndipo inaweza ikadakwa mahali pengine. Kwa hiyo yule anaweza kukutupia huyo mchawi, alafu ikaja kwa kuwa kaielekeza kwako, inakuja kusimamia kwako. Yani kaa simu unapompigia mtu Dar es Salaam au popote, unaielekeza kwa simu ya yule, kwa hiyo lazima ifike kwa simu ile iliyotakiwa. Sasa Mungu ametuprotect. Sasa sikuwa na hapa, siwezi pia kuelezea, labda nieleze kidogo kwamba sasa na yeye ametufanyia protection. Ingawa wale wanaweza wakafanya hiyo miujiza, lakini sisi tena ametuwekea kwenye kinga yetu, tuna operate kwenye different frequencies. Wachawi wana operate kwenye lower frequencies. Sisi watu wa Mungu anatuweka maana kwenye ulimwengu wa roho, maana ulimwengu wa roho na mapepo yote ni maroho hayo. Sasa sisi katika Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu tuna operate katika frequencies za juu. Kwa hiyo mchawi kwa kuwa ana operate kwenye frequencies za chini, akitupa hayo makombora yake hayafiki. We are above, tuko juu, ila tu hatujui maana nyingine ndio tutakuwa na shida. Sasa unajua inakwenda hivyo. Swala la imani ni jambo kubwa. Imani ni very central. Kwa hiyo unapoamini kabisa kwamba Yesu hapa amenishika, hata watume makombora hayakufikii, yako frequency za chini. Sumu yake ni wewe uoga, wasiwasi. Yani
sumu ya imani. Sasa ni kama unafungua lango. Kwa hiyo sasa unajitoa away from high frequency, umerudi na wewe ni low frequency. Kwa hiyo kama uko low frequency, kweli kombola likija linaweza likakumbana na wewe. Lakini kama tungejua hayo mambo yanavyopareti, wala hujali kabisa, yani wachawi wawe miangapi, wewe nenda kalale hapo hapo, wewe una operate vingine. Hapo niliwaelezea kidogo wenzangu. Wengine katika the chosen ones, wengine una alama kama zile za Kaini alivyowekwa kwamba huyu asigusu. You have as a chosen, yani una alama, shetani hakugusi, hawezi. Wengine uko protected, yani ni kama uko kama kwenye ligololi fulani, yani panzi tuseme akae kwenye gololi, alafu kunguru aje anataka kumdonoa, yeye atapiga lile gololi, wewe uko ndani yake. So protection, tungeweza kuzielewa protection kwa tungeona ajabu sana. Sasa turudi nisende mbali, nitakuja kupoteza kwenye kama muda wa kwanza. Kwa hiyo miujiza ni mambo ambayo Mungu anayafanya katika ulimwengu wake, yanadhihirika katika maisha yetu ya kimwili. Sasa sisi tunapata utata. Mungu alijua au Yesu alijua anapowaeleza tangu anapambana na Mafarisayo, Bwana mle mwili wangu, asema jamaa kwa kweli tena kazidi huyu jamani, kachanganyikiwa, msaidieni mtoto wa Yusufu. Yani tule mwili mambo hayo hata kwenye Musa si hatukusikia. Baba yenu hata Musa yeye kabla hata yeye alipoona siku yangu alifurahi. Ndio karibu. Sasa katika ulimwengu wa roho Mungu huweza kufanya mambo yake, na alipoona kuna utata huo, alivyopambana na wale Mafarisayo, siku hii ya Alhamisi anapokaa na wanafunzi wake, sasa ndo anawafumbulia Bwana, kwa hiyo jinsi ya kuula mimi mwili wangu mtaula katika huu mkate, huu mkate mwili wangu utakuwa humo. Sasa watu wanashangaa kwamba haiwezekani. No, ingawa kuna vitendawili vile nilitaja wakati ule kwamba kuna mambo mawili mababa zetu walijaribu kujaribu kutafakari ya makanisa, kwamba kuna hiyo transubstantiation na co-substantiation, yani mbadiliko, kwamba hivi mwili yani mkate unahama unabadilika kuwa mwili, au mwili wa Yesu unabadilika unaingia katika ule mkate. Sasa hiyo moja ni kwenye trans. Ya pili kwenye co ni maana yake vinaunganika, ule mwili wa Yesu ambao ulitoka pale msalabani, ingawa watu wanafikiri labda uli expire, uliondoka kabisa, lakini ndio vitu vya Mungu ambavyo hatuvijui. Yeye alijua kwamba mwili wangu ambao pale utagongwa msalabani, huu nao uwezo wa kufanya ukae katika mkate, kwa sababu nataka wale, kwa hiyo watanila kwa njia ya huu mkate na watainywa damu yangu kwa njia ya hii mvinyo. Sasa simple language, labda mimi nibakie pale. Kwa hiyo wewe ukubali kabisa, unaposhiriki unashiriki tendo la muujiza. Ni muujiza wa Mungu anaofanya kukutanisha na kukuunganisha naye. Sasa tarudi nyuma kidogo, nilizungumzia habari ya Wajina, utanikumbusha kama nachonga mbele muda ukifika. Nilizungumzia habari ya kula, kwamba tunapokula, umuhimu wa kula ni kwamba kuna nutrients, virutubisho. Yani mtu unakula, ndo iko ile habari tule tuishi au tuishi tule, yani ni vitu vinategemeana. Usipokula huwezi ukaendelea kuishi, kwa hiyo unahitaji kula kuendelea kuishi, na unapoishi ndipo unakula. Kama huishi huwezi kula. Hizo ni fact. Lakini mle ndani kuna virutubisho unapokula. Vile virutubisho kazi yake ni kwenda kujenga. Tungeweza kupanua mwili wa mtu, seli, molecules ziliko huko, hata mishipa. Kwa hiyo vile virutubisho vinakwenda kujengea mwili wako au viungo vyako vya mwili, vinauimarisha ule mwili wako, vinakutia na nguvu. Yani huwezi kutembea bila nguvu, energy.
You have to have energy. Kwa hiyo kali ya vyakula unavyokula ndivyo unavyoweza kuwa na nguvu ndani. Sasa tuunganishe polepole, labda mtanielewa kidogo, kwamba Yesu anasema ni chakula cha uzima, na ule ndio basi utakuwa na nguvu, mwili wako au maisha yako ya kimwili na kiroho ya upate kujengeka, uweze kuwa na nguvu ya kimwili, nguvu ya kiakili na nguvu ya kiroho. Sasa hivyo huwezi kuvipata kama huuli mwili wa Bwana Yesu. Kula. Sasa kuna namna nyingine, nashukuru alikuja akaweza kuweka katika mkate, lakini tunaweza kula. Huko nyuma alimwambia mtumishi wake kula gombo, manake kula neno. Yesu ni neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa anachotaka hasa tule neno. Sasa hivi kuambia kuleni neno, watu hawaelewi utakulaje neno, lakini hivi ndio tunakula, hivi tunapakua tunakula neno. Lazima kwa uhai wako ule neno. Unapokula neno ndio unamla Yesu, maana Yesu ndio aliyofanyika kuwa mwili. Ye neno alifanyika kuwa mwili akikawe. Sasa mwili wake asema tunakula katika mkate. Sasa hiyo labda inaweza ikawa ufuatilie hivi. Asema kula gombo. Kwa hiyo tunakula kwa manufaa ya maisha yetu ya kimwili, maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kiakili pia. Kwa hiyo ndio tunasema muujiza ule katika chakula cha Bwana. Nikasema pale pia kuna nguvu. Yule baba yetu mmoja alisema kuna nguvu ya uponyaji na nguvu ya immortality, nguvu ya kuishi milele iko katika sakramenti ya meza ya Bwana. Na mimi navutwa kuamini hivi katika imani na Islamu. Kwa hiyo sisi nguvu yetu ni lazima tumle Yesu. Tutamla katika neno lake, lakini tunamla katika sakramenti. Sasa kula, tunafikiria kweli kula chakula kwa maana ya mapochopocho tu, lakini hata macho nayo huwa yanakula. Yaani unapotazama unaingiza ndani. Kula maana yake ni kuingiza ndani. Kule ndani ndio kuna uchambuzi. Kwa chakula cha kawaida huko labda unasema kinasagwa kwenye firikichi, kinakuja kinakwenda kinatoa hizo nutrients, zinakwenda katika sehemu mbalimbali au kwenye viungo mbalimbali, kila kiungo kwa haja ya kazi yake. Lakini kuna kula kwa masikio. Unaposikia neno nalo unakula, unatakiwa kula. Kwa hiyo kwa ujumla wa kula, Yesu pengine sisemi yeye alikuwa na utata uko kwetu, lakini anajaribu kuturahisishia uweze kuelewa. Kuna umuhimu wa kumla Yesu. Kama ni kwa neno lake, sio neno lake, maana neno ndio yeye mwenyewe. Asema neno alifanyika mwili akakaa kwetu, na watu hata hawakujua, lakini ndio yeye. Tunahitaji kumla yeye. Sasa nguvu ile ya mabadiliko, yani utata tuliokuwa nao, kama tunaamini juu ya miujiza kwamba anaweza akageuza maji yakawa divai, yani mbadiliko. Sasa tunazungulia juu ya transubstantiation, yani kitu kubadilika formula yake ya kawaida, ndio hiyo trans. Sasa kama pale maji aliyabadilisha, hayakuwa maji tena, yakaja kuwa divai. Sasa kama tunaamini alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, inakuwaje vigumu kuamini ya kwamba yeye anaweza kufanya mwili wake ukawako katika mkate au damu yake katika mvinyo? Labda ndio maswali tungekuwa tunajiuliza, itusaidie kidogo kutuondoa sana katika ule utata tunapofikia. Yeye katika miujiza au nguvu zake na kufanya maajabu kwa nguvu za kimungu, anaweza kutenda mambo hayo yote. Hayo mimi sina mashaka kabisa. Kwa hiyo kipengele hiki labda kisingetupa shida sana kwamba hii inabadilikaje.
labda tunakuwa very inquisitive au tuna curiosity ya kutaka kujua lini inabadilika, vipi inabadilika. Sasa kuna mambo kwa kweli lazima tukubali kuyapokea kiimani. Huwezi ukajua sasa kimaelezo kwa logic au kiscience kwamba sasa inabadilika hivi. Lakini hata katika science jamani, kuna vitu tunaita vitu fulani kama catalyst. Wale wanaojua mambo ya kubadilisha vitu, kuna vitu catalyst ni kichocheo. Yaani ukiweka ingredient hii na ingredient hii, ukiweka catalyst, kile kitu kinabadilika, kinatoka kutoka fomu ile ya kwanza kinaingia katika fomu nyingine. Au hata haya kwenye magari huku wanasema kuna catalytic converter. Yaani pale chini kule moshi unavotoka kule mbele kwenye engine, ule moshi unakuwa na sumu. Ukifika pale kwenye ile converter, catalytic converter, ule moshi wa sumu unabadilika. Unapotokea nyuma kwenye exhaust huko nyuma, kule sasa unakuwa hauna madhara kuwa na zile sumu. Ushakuwa converted, umebadilika. Sasa kama sisi kisayansi tunaweza kufikiri hivi na je, Mungu iweje? Anaweza kufanya mabadiliko ambayo sisi hatuwezi kuyafikiria. Kwa hiyo labda katika utata wa mabadiliko mimi nibakie pale kwa leo. Niingie sasa jambo la ile issue ya divine, maana tunaweza muda unaweza kutupiga chenga. Issue ya divine. Issue ya divine sasa, nipende wapendwa, kama kuna mtu asome ili tusome haraka haraka, alafu mengine tutakusanya hata muda ukitupa mkono, labda mtu anaweza kufuatilia kibaki. Niombe mmoja atusomee Hesabu. Hapa nataka kugusia habari ya wanadhiri. Mnajua Samson alikuwa ni nadhiri wa Mungu. Wanadhiri wa Mungu walikuwa na mambo wanatakiwa wawe nayo wasiyafanye. Kwa hiyo tusomee mmoja Hesabu 6 mstari wa 1 mpaka wa 8, alafu utaruka mstari wa 20. Mwingine labda ajiandae atusomee kipi nianze, ushauri wa Paulo au maneno ya Yesu? Twende kwa Paulo kwanza. Mmoja ajiandae kwa Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Huo ni mfupi tu. Na la 3 litakuwa tutasoma kutoka Mathayo. Ilikuwa na mistari mingi lakini nadhani muda hautaturuhusu. Mathayo 11:19 mpaka 20. Halafu nitaendelea kuelezea kidogo. Hayo tayari asome. Halo? 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 Nakusikia. Kumbe nasikika. Haya. Naomba basi aliyopata kusoma. Hesabu 6. Mstari wa 1 mpaka 8, alafu ruka kwa 20. Inahusu juu ya wanadhiri, kanuni za unadhiri. Hatuna Biblia huko? Haya basi. Samahani mchungaji, nitasoma mimi. Nitajie. Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 8, alafu utakwenda mstari wa 20. Hesabu 6 mstari wa 1 hadi wa 8, alafu wa 20. Okay. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli waambie,
mwanamume au mwanamke atakapoweka nadhiri maalum, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo. Hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kokwa hata maganda. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga, uembe usimguse kichwani mwake, hata hizo siku zitakapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana. Atakuwa mtakatifu, ataziacha nywele za kichwani mwake ziwe ndefu. Siku hizo zote ambazo alijiweka awe Bwana asikaribie maiti. Awe wa Bwana asikaribie maiti. Hata jitia unajisi kwa ajili ya baba yake, wala kwa ajili ya mamaye, wala kwa kaka yake, wala kwa dada yake, wakifa wao, kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake. Siku zote za kujitenga kwake yeye ni mtakatifu kwa Bwana. Mstari wa 20, naye kuhani atavitikisa viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kitu hicho ni kitakatifu kwa kuhani, pamoja na kidari cha kutikiswa na paja la kuinuliwa. Kisha baadaye mnadhiri anaruhusa kunywa divai. Sijui tumesikia vizuri hapo, napenda tuwe pamoja. Inaelezwa, unajua sasa, maana shida yetu hapa tunazungumzia utata wa divai, kwamba ilikuwa fermented, unfermented au vipi, yani kwamba ina alcohol, haina alcohol. Ukitaka sasa tunda la mzabibu lilivyo, maana lilikata kwa mnadhiri wa Mungu, yani mtakatifu wa Mungu, hatakiwi hata kugusa yani ile grape juice, hata hiyo juice yenyewe, yani hata tunda lake, kula matunda yale, chochote kile kinachoe. Maana yake sasa tunaweza tukafikiri tukaona pamoja kwamba sasa sio swali imekuwa fermented kwa siku ngapi, kiasi gani ndio inatokea alkoholi ina nguvu kiasi gani. Maana hata hizo divai inapokaa, kadri inapokaa miaka mingi, ndivyo nguvu yake au inavyokuwa. Sasa sio nguvu, lakini wengine wanasema the best wine, kama kule kwa kugeuzwa maji kwa divai. Yule mtu pale, yule msimamizi wa sherehe alitaja best wine. Sasa na hili kama tungekuwa darasani tungeweza tupate kidogo kufafanuana pamoja. What does it mean kile alichosema the best wine? Which is the best wine? Tunatakiwa to define. Sasa kuna watu wanajua kufumua hizo wine, ikiwa best wine ina ingredient gani kule ndani best wine. Sasa mimi hapa leo sitaki kusema, na baki hivyo kwa sababu kuna utata hapo, na baki hivyo, lakini kwamba hizo composition au vile vimelea, kama ni alcohol au vovote katika tunda la mzabibu, whether unakunywa juisi yake au unakunywa waini yenyewe, hivyo vimelea vyake vipo mle, ila vina nguvu kiasi gani au kipi kina nguvu zaidi katika wakati huu ni tofauti. Sasa labda niongeze jambo moja hapo, watu kusoma. Wataalamu ambao walijaribu sasa kufuatilia huu tata, walijaribu kuangalia customs, mila za Wayahudi huko nyuma katika kutumia matunda haya ya mzabibu. Wanasema kwamba mzabibu huwa hauvunwi wakati wote wa mwaka, na method za kuhifadhi kama ni juice, ingekuwa juice ya grape juice, yani ingekuwa ni kuhifadhi, by then hawakuwa na namna ya refrigeration, yani majokofu haya ya kuweka baridi na kuhifadhi ili isiweze kuharibika kitu. Kwa hiyo kwamba grape juice ilikuwa inatumika wakati ule wa mavuno. Wakati wa mavuno tu ndio watu na watoto wote wanaweza kaa. Watoto walikatazwa kabisa. Watoto ukisoma huku vifungu, grape juice hata hawatakiwi kunywa mpaka kuna umri fulani. Kwa hiyo walitumia wakati ule wa mavuno, wanainywa kama ni juisi bado. Sasa sijui mbege, sijaijua vizuri inavyofanya kazi, lakini
kunawezekana katika stage fulani ya mbege inaweza ikawa ni kinywaji hata mtoto anaweza kanywa, lakini the more inapokuwa fermented au inapokaa au inapoongezwa vikolezo fulani, hizo catalyst, ndivyo pale inapogeuka sasa kuwa na pasenti kubwa ya alcohol ambayo inakuwa na madhara. Hiyo inakuwa ni stage nyingine, lakini vile ilivyo mwenyewe natural, tayari hizo ingredient zinakuwa ziko ndani yake. Ndio maana hawa wanadhiri, huyu mnadhiri somo tuliosoma sasa, hatakiwi kwamba hata asee kunywa juice, unywi, hata ukinywa juice hizo ingredient bado ziko kule ndani. Kwa hiyo mnadhiri anywe kabisa wakati ule wa nadhiri yake mpaka anapomaliza mambo ya nadhiri. Ule mstari wa 20, kuhani anamfungulia sasa, kweli umekaa katika kipindi cha nadhiri, kipindi cha utakatifu, hicho kipindi umemaliza. Sasa anamwambia, anampa ile nyama, ni mguu, na kaka mmoja hapo alitoa sadaka, la kama mlifuatilia vizuri tulipokuwa tukisoma, pamoja na ile nyama hiyo ya sadaka anamruhusu sasa akanywe divai. Sasa swali, divai hiyo iko vipi? Na mimi siji leo, lakini ndio hali ilivyokuwa pale mwanzo. Naomba labda mmoja sasa atupeleke kwa Paulo, ushauri, advice or instruction of Paul to Timothy, ushauri au maagizo ambayo Paulo alimpa kijana wake Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Nitasoma Timotheo wa kwanza 5:23. Tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Nalijua. Sasa tunaweza tukasema wako hata maskola wamepitia humu, bado wamehoji hata hivyo, je, hii divai anayomuagiza Paulo anamuagiza iko fermented au la? Na wako wanaokataa kwamba hata hii pengine haikuwa na ingredients za alcoholic za hali ya juu. Lakini kile kitendo cha kumwambia usinywe maji tu, kunywa na divai, kwa hiyo ingawa kuna vitu visivyokubalika au venye madhara, lakini wakati mwingine ile divai ina faida zake za kimwili, pamoja na kuwa na ingredients za alcohol kama zipo. Lakini hata hiyo sasa labda baadaye nitatoka hapa, lakini twende hata kwenye tiba. Hizi drug, watu wanazokula drug mpaka wanaharibikiwa, hatujui tu, lakini kama kuna madaktari watatushuhudia kwamba kumbe katika dawa nyingine wanazotupa ni drugs hizi ambazo ni mbaya, zinazoharibu, ila kipimo chake wanachotupa katika tiba kinakuwa na manufaa ya kutusaidia katika mwili. Kwa hiyo issue inayokatazwa kwenye Biblia labda zaidi ni watu kukaa soba, kutokuwa mlevi, kutokulewa, ila sio kupinga moja kwa moja labda kabisa, yani hata ukila percent kidogo inakuwa ni shida. Kama nilivyosema kwenye drug, kwenye mambo ya nicotine, tunapokunywa hata hizi kahawa, watu wakipima zile ingredients zake, kuna sehemu zina madhara katika mwili wa mtu, yet tunatumia, na kuna sehemu ambazo inakuwa ni manufaa. Shida ya alcohol, na watu wanajitahidi kwamba labda bora kurefrain, ni kwamba wakati mwingine ina kichocheo cha kwenda kuendeleza, yani kile kipimo chake unaweza ukaendelea kinaongezeka mpaka ukafikia hali ya impairedness. Huko ni kitu kingine. Ulevi ni dhambi. Kwa kweli ulevi tutakubaliana ni dhambi. Sasa nafunga, naacha jambo moja. Niliulizwa kwamba kwenda kushiriki meza ya Bwana ni dhambi au sio dhambi, hilo nalo basi tutabaki nalo, angalia. Lakini ni muhimu kushiriki meza ya Bwana. Kwamba ni dhambi au la, hilo nalo nimeliacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Asante sana Profesa Ngwamba kwa somo zuri kabisa.
na muda wetu umetuishia, ila nitakaribisha maswali mawili na mengineyo tutahamishia katika kipindi chetu cha maswali na majibu mwisho wa mwezi. Karibuni, mwenye swali aulize katika dakika 2, na kwa kuwa muda umeisha, ningeomba Profesa Ngwamba na Pastor Absalom pekee wajibu. Amen. Karibuni, maswali mawili haraka, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jitambulishe jina la kwanza na uliza swali. Karibu. Mimi ni Bibi Favor. Kwa jina Ajira Bitesigile. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya Profesa Jerry kwa somo zuri kabisa. Mungu akubariki. Mimi najua wiki iliyopita ilikuwa siko sehemu nzuri na mengine sikusikia, ilikuwa ni vurugu kwangu. Sijui kama waliuliza hili swali. Mimi napenda kuuliza kuhusu chakula cha Bwana. Watoto wadogo kuanzia miaka kuanzia miaka 3 kufika mpaka miaka 10 wanaruhusiwa kula chakula cha Bwana? Nauliza. Karibu Profesa Ngwamba na Pastor Absalom. Swali ni kwamba watoto chini ya miaka 10 wanaruhusiwa kula chakula cha Bwana? Karibuni. Karibu Provost. Haya, asante. Mama, swali lako gumu, hata sasa nataka tulifikirie vizuri. Najua katika mawazo tuliokuwa tukitembea nayo zamani kwamba inatakiwa kwenda kushiriki meza ya Bwana. Nafikiri ndio swali hapo lako linasimama kama sitakosea. Kwamba awe mtu anafahamu anakwenda kufanya nini, ndio maana anatakiwa akae katika kutafakari. Siku hizi hiyo tafakari nayo hakuna, kama ule mwezi ule kwamba ukae mwezi utafakari, uende kwa mtumishi ukatubu, ukaweke mambo yako sawa ndio uweze kushiriki. We don't do that right now. Hatufanyi hayo. Kwa hiyo sasa hivi tumesimplify. Sasa swali litabaki pale pale, lakini hilo linakuja tena katika utata ule wa ubatizo. Tumesema hizi sacrament zina utatizo wake. Watu wanadai, wako wanauliza hilo swali, je, mtoto mdogo kama hajawa na ufahamu kwamba imani lazima wewe ukiri unamwamini Yesu inafaa kubatizwa? Anasema inafaa ubatizo. Sasa mara nyingine tunapojaribu kufafanua haya tunasema katika wale wanaotetea ubatizo watoto kwamba ubatizo ni jambo la wokovu, yani unaingia katika wokovu. Sasa ukiingia katika wokovu, wewe umekaa katika nyumba, manake kuokolewa. Nyumba inawaka moto. Wewe mtu mzima una akili, unatoka unakimbia, unajiokoa. Mtoto wako utamuacha kwa kuwa yeye hana uwezo wa kujiokoa, au utamkimbiza naye unaokoka naye? Ndio ilivyo katika ubatizo. Kwa hiyo mtu kana najua mimi njia ya wokovu ndio hii, namchukua na mtoto wangu tunakwenda naye. Kwa hiyo sasa nirudi kwenye chakula cha Bwana. Sasa hii Bwana anasema mimi ili uwe na uzima uliokamilika katika maisha ya kimwili na maisha ya kiroho, ni lazima ule mwili wangu na damu yangu. Sasa kama sisi tunakubali kwenda kupokea ili tuwe wazima, ingawa watoto nao tunawalisha nao vyakula, ingawa pengine wanaanza na maziwa, baadaye uji wa muhogo na kadhalika, lakini kula ni lazima. Sasa hapa tujue kweli tuwaruhusu au tusiwaruhusu. Ili pili, labda sasa ningekuja kwenye ile kinachotusukuma kutenga kwamba mtoto wa umri fulani, criteria hiyo ina determine kitu gani? Ninataka kutuambia. Labda sasa pengine ningekuwa kwenye umri wa miaka 21, maana huko kabla hujafika miaka 21 uruhusiwi hata kununua alcohol. Kwamba unakuwa mtu mzima kwao ni miaka 21. Kwingine miaka 18, naye tuna shida. Utu uzima wa mtu unaanzia wapi?
Amen. Alivyosema mtumishi Jimmy hapo, amesema kuanzia miaka 10 kwenda chini. Manake nawaona watoto makanisa mengine, naona mwingine tena nyumbani anasema anasema anabariki mkate nani hiyo juice, anabariki, anasema wanakula chakula cha Bwana. Wengine makanisani unaona wanakula chakula cha Bwana, watoto wadogo na wakubwa wote, kuanzia miaka 3 na kwenda miaka 10. Ndio nilikuwa nataka kuuliza, ni sawa, ni halali? Sasa jibu sijalipata kamili. Labda ndio nimerenewa. Karibu Amini Pastor Absalom. Karibu na mchango wako. Amen. Asante sana brother Alani. Kiujumla, tunaposhiriki chakula cha Bwana, kwa mtazamo wangu, whether mtoto ameshiriki wa umri wote ule, ni tendo la kiimani, na mtoto mara nyingi hafanyi eneo yote, wanafanyia wazazi mpaka umri wa miaka 20 au 18 ndio anaweza akafanya decision zake peke yake. Kwa hiyo decision nyingi katika kukua kwa mtoto zinafanywa na mzazi. Kwa hiyo kwa imani ya mzazi anamshirikisha mtoto wake, kwa hiyo hilo halina tatizo, japo makanisa mengine yameweka taratibu zao za umri gani mtoto anatakiwa ashiriki, na fulani atapitia ili aweze kushiriki. Tendo la imani na wazazi ndio siku zote wanafanya na mtoto. Kwa hiyo watashiriki na kutoka. Amina dokta, umesikia, lakini hatufati taratibu za nani? Hatupati taratibu, tunafuata neno la Mungu linasemaje. Hatufati taratibu, tunafuata neno la Mungu linasemaje. Did favor. Amen. Did favor. Ya kama ungetopo mstari, ina maana kwamba Profesa Ngwamba angeusoma au Pastor Absalom angeusoma, kwamba huo mstari wa kusema umri haupo katika Biblia, ndio maana haukusoma. Kwa hiyo Biblia inasemaje? Nafikiri kwa basi nitakuja kuandaa katika maswali na majibu, ipo kwa sababu Biblia inasema ujioji kwanza, ujioji. Sasa nashangaa huyo mtoto mdogo atajioji vipi? Ujioji ndio wewe. Mimi nitautafuta. Nimemsikia mwingine. Kuna mwingine nimemsikia. Swali la mwisho, karibuni, muda umekwenda kabisa. Karibuni swali la mwisho. Nafikiri wa mwanzo azungumze kwanza. Dada Sofia alianza, lakini kuna mtu simu yake sijui ameiweka au hapo na redio pembeni kidogo, anatuharibia uondo wa somo zuri sana. Angemute tungemshukuru. Kwa kweli mimi napenda sana nimshukuru Profesa Ngwamba. Yaani profesa huo unapofundisha kama vile mimi, yani unanizibua vitu ambavyo nilikuwa napenda kuvijua alafu vinanipa shida. Mimi sipo kabisa kwenye maswali ya kuhusiana na mwili na damu ya Yesu Kristo, na kubaliana kabisa. Alafu ninajifunza kitu, unajua najaribu kuona kwamba kumbe hiki kitu, yani swala la mwili na damu ya Kristo vikifundishwa kwa nguvu namna hii, hakuna atakaye hangaika akakimbilia hiki na kile. Inapo unajua wakati tunafundisha, nikaitafuta andiko moja lipo kwenye Ufunuo 11 mstari wa 6. Linasema nao wana amri katika nyakati za kugeuza maji kuwa damu na kitu kama vile Ufunuo 11:6. Kwa hiyo nikaona jifunza kitu hapa kikubwa sana, yani nimeongezeka imani sana. Lakini hoja yangu mimi sio hoja, nitaka tu ni nikushukuru alafu niseme hivi, ulivyokuwa unaelezea mambo ya ulimwengu wa roho,
unajua ulinisisimua sana, kwa sababu kitu ambacho mimi nimekuja kujua Wakristo wengi sasa hivi, yani ukubali mtu kwenye line au ukubali, hatujui ulimwengu wa roho jinsi unavyotenda kazi. Umeona jinsi alivyokuwa anaelezea hapo profesa, jinsi gani wachawi, watu wa giza wanavyofahamu ulimwengu wa roho, na ndio kwa maana wanatuzidi maarifa. Yaani wana mbinu ambazo sisi pengine tunaona hiki kitu cha kawaida. Na siku ile Mungu nimegundua kumbe ndio maana Biblia inasema hakuna uganga wala uchawi utakaoweza kutupiga sisi na familia zetu, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo mtaji mkubwa kuweza kushinda giza, kushindana na wachawi ni kuwa na imani. Lakini sasa hoja yangu nilikuwa nataka niwaombe watu wa Bible Study. Kitu cha kujua ulimwengu wa roho au jinsi gani ulimwengu wa roho unafanya kazi ni kitu cha muhimu sana kwa Mkristo. Au jinsi gani niingie kwenye ulimwengu wa roho kupambana na hizi roho zote. Unaona kama tu kitu sisi tunachukulia tu mzamza, ashindwe. Kumbe ufalme wa giza umeingia kwa triki ya ajabu sana. Umeingia kwa mbinu ya ajabu sana. Kwa hiyo profesa, kuna kitu mimi nimekipenda sana. Bwana siwe. Amen. Kwa hiyo profesa, mimi namalizia hoja. Talent. Naomba profesa, kwa kweli ili hapo liwe somo, yani tupate mada kwa somo kabisa inayohusiana na kujua ulimwengu wa roho. Amen kaka Allen. Mungu akubariki. Amen. Asante sana Profesa Ngwamba kwa somo zuri. Asante wote waliouliza maswali, na Sofia na Bifeva. Kwa kweli somo lilikuwa zuri na maswali ilibidi yawe mengi, lakini muda umetutupa mkono. Ningependa kumkaribisha Pastor Absalom kwa mara ya kwanza atumalizie. Amen. Asante sana brother Alan kwa ukaribisho huu tena, na kama tulivyosema swali la Bibi Favor tutakutana nalo huko mbele ya safari. Ni swali zuri na lina majibu yake mazuri. Amina, barikiwe Dokta. Amen. Asante. Basi sasa niwashukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Munga Mshana, brother Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na wewe Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Pia nimshukuru sana provost wetu kwa kutongoza kwenye kipindi hiki sehemu ya kwanza na pili, na kama alivyosema mwalimu Sofia, kwa kweli amekwenda vizuri sana. Mungu akubariki sana provost kwa kazi nzuri. Amen. Na mwisho sasa twende kwa sekunde 2-3 twende kwenye declaration. Na declaration yetu kukataa roho ya matumizi mabaya ya fedha zetu katika nchi ya Marekani na katika nchi tuliopo. Naomba twende kwa sekunde kama 5. Baba na Mungu aishi katika jina la Haleluya. Mungu tunakushukuru, tunakuja mbele zako Baba tukikemea, tukisambaratisha roho za matumizi mabaya ya pesa na mali ambazo Mungu umetukirimia, umetubariki katika kazi zetu za mikono, katika nchi ya Marekani, katika state yangu ya Florida, katika mtaa wangu, katika familia yangu Baba, katika jina la Yesu ninapinga matumizi mabaya, ninapinga yawe ya muda, yawe ya mali, yawe ya pesa, ninakataa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunakomboa hata uchumi wetu, kazi zetu za mikono tunazifungua, tunazibariki, zikatoe matunda mengi na tukaweze kutumia vizuri kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya wahitaji na wenye shida. Asante Mungu kwa kuwa umetenda, umefanya, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, awalinde, awatunze hasa katika juma hili takatifu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukutane Alhamisi nyingine. Karibuni. Amen. Haleluya.